Hali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, bila shaka Mungu wako ameendelea kukuhifadhi na kukulinda na kukupa uwezo hata wa kufungulia television na radio yako ili kupata kubarikiwa katika television hii ya Hope Channel na radio AWR Tanzania, vyombo ambavyo vinakuletea habari za matumaini. Nikupongeze sana kwa kuchagua kuendelea kutazama Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Mtazamaji, Mungu amekuwa mwema sana kwetu, tupatia fursa nyingine ya kuishi, jambo la kumtukuza Mungu sana. Narudia hili mara kwa mara, shukuru Mungu. Asubuhi ukiamka, mshukuru Mungu kwa kuamka. Ikifika jioni, mshukuru Mungu kwa kulinda, kwa sababu maisha yetu na kila kitu chetu kiko mikononi mwa Mungu. Mungu akubariki sana unapoendelea na mbaraka wa nyimbo ya siku ya leo. Kama ilivyo ada, kipindi hewani ni kipindi cha Tuimbe Pamoja, kipindi kinatoka pamoja katika nyimbo za sifa, shukrani na nyimbo za maombi kwa Mungu wetu aliye muumbaji wetu na mkombozi wetu. Kabla sijatambulisha kwaya inayotubariki siku ya leo, kama ilivyo ada, ningependa kupatia maneno machache katika Biblia yatakayo kujenga. Na siku ya leo nimekuchagulia mafungo kutoka Isaya sura 43 fungu la kwanza mpaka la 7. Haya mafungo ambayo nimekuwa na imba na kuyakariri kila wakati, yanatia moyo, yanajenga katika imani kwa Mungu wetu. Nasema kianza fungu la kwanza, anasema, lakini sasa Bwana aliyekuhuluku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitogharikisha. Uendapo katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Fungu la 5, usiogope, maana mimi ni pamoja na wewe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakusanya kila magharibi. Nitaiambia kaskazini, toa, nayo Kusi usizuie. Waleteni wana wangu kutoka mbali, na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, niliye muumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, naam, mimi nimemfanya. Mpendwa mtazamaji, mafungu haya ya kutia nguvu. Mungu anasema usiogope. Kwambia kwamba Mungu hakuahidi kwamba tunapokuwa wana wake hatutapita katika changamoto, lakini ahadi ni kwamba katika changamoto atakuwa pamoja na sisi. Maji mengi hayatatugharikisha, yapita katika moto hatutaunguzwa. Anasema mimi niko pamoja na wewe. Mtazamaji, Mungu akubariki sana unapobarikiwa na nyimbo hizi. Tafakari maneno haya, usiogope. Mungu anakupenda. Hebu tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu ya upendo wako na rehema zako. Asante tena tumekutana katika kipindi cha Tuimbe Pamoja. Baba, tunakuomba uwe katikati yetu. Zungumza na mtazamaji na msikilizaji, ili maneno ya nyimbo hizi Baba yakaturudishie tumaini lililopotea, ama kutujengea tumaini pale ambapo tumetetereka. Na baada ya kipindi hiki kila mmoja aseme ilikuwa ni vyema kufungulia Hope Channel Tanzania au
AWR Tanzania. Kwa Yesu Kristo tumeomba, amen. Siku ya leo tuimbe pamoja, imeenda mpaka mji wa Msoma. Mji wa Msoma kuna kwaya inaitwa Kamnyonge, kutoka Kamnyonge SDA Church, na kwaya pale, kwaya kongwe kwa muda mrefu, ni kwaya ambayo imedumu kwa muda mrefu, na kwaya inaimba nyimbo nzuri, nyimbo tamu za kupendeza, lakini nyimbo zilizojaa ujumbe wa Yesu Kristo. Na mimi bila kupoteza muda saizi tuanze safari ya nyimbo. Naomba tuimbie nyimbo mbili. Kwanza nasema tweka bendera ya Yesu, tumekaribia mji wa Sayuni, vita vya imani, ushindi ni wetu, tushangilie. Beba bendera. Alafu wimbo pia utasema chini ya mbawa zake yeye anitunza, mwovu hata nigusa, nitamsifu yeye siku zote. Mtazamaji, tuanze safari ya nyimbo siku ya leo. Vita vya imani dhidi ya uovu
chini ya mbawa zake yeye anitunza. Mwovu atanigusa, siogopi kitu. Ninao ujasiri, Bwana ngome yangu. Nitamsifu yeye daima milele. Japo nipite kwenye taabu na shida, nitakuwa imara, yeye yuko nami. Nitakwenda popote aniagizapo, dhoruba zikisonga ataniongoza. Gongo lake na fimbo vitanifariji. Sitaogopa kitu, yu pamoja nami. Bwana mchungaji wangu, niogope nini? Hakika wema wake utanifuata. Fadhili zake Mungu zitanizunguka, jina lake tukufu na lihimidiwe. Mungu pamoja nasi, Mwokozi wa watu. Sifa zake zivume kwa rehema zake. Tazama, Mungu ndiye anayenitunza, mwamba wa nguvu zangu, kimbilio langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Kwa mtazamaji, tukae chini ya mbawa za Yesu, atutunze tunaposafiri katika dunia hii. Yeye ndiye yote katika yote. Wanatuimbia tena nyimbo mbili mfululizo. Kwanza wanasema, yule mama mwenye kutoka damu alihangaika muda mrefu, kisha akapata muujiza wake. Mtazamaji, na wewe subiri muujiza wako uko njiani. Kuwa na imani tu. Halafu wimbo mwingine utasema, muda ukaribu kuisha, tujitayarishe kumpokea Yesu. Tutaimba nyimbo za sifa siku Yesu akija. Muda umekaribia, Yesu karibu anakuja. Dalili zinaonyesha Yesu anakuja hivi karibuni. Mtazamaji, barikiwa na nyimbo hizo. Yule mama mwenye damu, ale amechoka.
miujiza maishani mwake. Kagusa mbawa za Yesu akapata ponya. Katika moyo Yesu, karibuni Yesu, hata pindo la vazi linatuponya. Jaribu mguse, utapata muujiza, atakusafisha dhambi, utakuwa huru. Katika moyo Yesu, karibuni Yesu, hata pindo la vazi linatuponya. Jaribu mguse, utapata muujiza, atakusafisha dhambi, utakuwa huru. Hata leo wengi wetu nao wamechoka, hawana matumaini maishani mwao. Wametafuta kuponywa bila msaada, akapeleka ujumbe wakaokolewe. Katika moyo Yesu, karibuni Yesu, hata pindo la vazi linatuponya. Jaribu mguse, utapata muujiza, atakusafisha dhambi, utakuwa huru. Usikiapo sauti ikinong'oneza, kwa pole moyoni mwako, acha vyote uje. Asije akakupita bila kumpokea. Wokovu wako ni sasa, usipuuzie. Katika moyo Yesu, karibuni Yesu, hata pindo la vazi linatuponya.
isikuja mulembe olijawa olilwa chungwa imani linakumukisya lelo omwanya bwawo chilimba lwimboki esweliba aja noru geso amasina geswengabura chilimba luya chilimba lwimboki esweliba aja noru geso amasina geswengabura chilimba luya. Kajuka weta suli sote yaja omwanya bwawa chiboefu ifu imurugendo omwanya bwawa chilimba lwimboki esweliba aja noru geso amasina geswengabura chilimba luya chilimba lwimboki esweliba aja noru geso amasina geswengabura chilimba luya. Latamai wasuchi kumilisye omwanya bwawa igambambe uje ku Yesu omwanya bwawa chilimba lwimboki esweliba aja noru geso amasina geswengabura chilimba luya chilimba lwimboki esweliba aja noru geso amasina geswengabura chilimba luya. Sasa na uimbaji kwa nyimbo hizo nzuri. Mpendwa mtazamaji, kama ndio unajiunga na television yako, kipindi Kubariki, kipindi cha Tuimbe Pamoja hapa Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Leo tumewaita studio Kamnyonge SDA Choir. Tuimbia nyimbo nzuri sana, nyimbo tamu, na wataendelea kutuimbia, lakini kwa muda kidogo tupate break kidogo, tusikilize hii Kamnyonge Choir imetoka wapi, inaenda wapi, na imefika wapi, na nini malengo yao ya baadaye na changamoto zao. Na pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya. Karibu uzungumze na msikilizaji na mtazamaji. Asante sana. Jina langu ni Grace Magomere. Mimi ni katibu wa kwaya ya Kamnyonge Advent. Kwaya ya Kamnyonge Advent ni kwaya kongwe ambayo ilianzishwa mwaka 1967, ikiwa ni kwaya pekee katika mji wetu wa Msoma. Na baada ya hapo imeendelea kuwa katika uinjilisti na kushiriki katika ufunguaji wa makanisa mengi hapa mjini Msoma, tukitokea katika kanisa letu la Kamnyonge kama kanisa mama. Na kwaya hii ni kwaya ya kiuinjilisti
na kutokana na wito wetu kwamba ni kwaya ya uinjilisti, kiukweli tumehudhuria mikutano mingi ya kiuinjilisti, ikiwemo mikutano ya mahubiri, ikiwemo mikutano mikubwa ya makongamano Tanzania Union pamoja na Division. Na pia tumeshiriki katika mikutano mikubwa ya kiuinjilisti, katika mikutano mikubwa ya satellite tangu mwaka 2001 ambapo satellite ya kwanza ilirushwa Tanzania kutokea katika mkoa wa Mwanza. Tulikuwepo mahala pale kama kwaya kongwe, lakini hatukukomea hapo tu. Baadaye satellite zingine zilizoendeshwa katika kanda ya Ziwa tumeweza kuhudhuria katika satellite iliyofanyika kule Kahama, tumekuwepo. Satellite nyingine pia iliyofanyika Mwanza, tumekuwepo. Satellite nyingine iliyofanyika kule Geita, Chato, pia tuliweza kuhusika. Mafanikio makubwa ambayo tunaweza kuyaelezea kama kwaya Kamnyonge, kwanza ni mafanikio katika uinjilisti. Kwaya hii imefanikiwa kufungua makundi 5 katika mji wa Msoma na nje ya mji wa Msoma, ikiwemo Serengeti, Fort Ikoma kule, lakini pia ikiwemo Bisumwa, ikiwemo Kitaramanka, pia tulienda kufanya kule uinjilisti, lakini hapa Kinesi tulivuka pia tukaenda kwa ajili ya uinjilisti. Kwaya yetu kwa kuwa ni ya kiuinjilisti, tunakusudia sasa baada ya muda sio mrefu tutaanzisha shule moja ya chekechea kwa ajili ya uinjilisti, lakini pia tunakusudia kuwa na mradi wa kisima kirefu ambao tutatafuta katika maeneo yasiyokuwa na maji. Na kwa mwaka kesho, kwa kuwa tutakuwa tunatimiza sasa miaka 60 kama kwaya, tunakusudia kuwa na jubilii kubwa ambayo itatuwezesha kufanya mambo ya kiuinjilisti kuweza kusonga mbele zaidi. Asante sana kiongozi kwa maelezo haya mafupi kuhusu kwaya hii ya Kamnyonge, na tuombe Mungu aendelee kuwasimamia, kuimarisha huduma yao na waendelee hivyo hivyo, kupitia kwao watu wakaokolewe. Tuendelee na safari ya nyimbo, na wanakuja na nyimbo 2 mfululizo. Kwanza unasema ndugu yako akikosa usimsengenye, nenda fanya maombi naye, akikusikia umempata ndugu. Akikosa ndugu, kwa mtazamaji, hii ni kanuni ambayo Yesu alitupatia. Wimbo mwingine utasema utukufu ni wako muumbaji wa vyote, unastahili kuabudiwa wewe peke yako, uliviumba vitu vyote. Mtazamaji, endelea kupata baraka ya nyimbo. Ndugu yako akikosa usimsengenye na kumtangaza nje, hiyo ni hatari. Nenda, fanya maombi naye, akikusikia umepata huyo. Nenda, fanya maombi naye, akikusikia umepata huyo.
umempata huyo. Nenda, 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 fanya maombi naye akikusikia umempata huyo. Ndugu yako akikosa asisikie, mwenye wawili watatu, neno liwe wazi. Nenda, 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 fanya maombi naye akikusikia umempata huyo. Nenda, 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 fanya maombi naye akikusikia umempata huyo. Nenda, 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 fanya maombi naye akikusikia umempata huyo. Nenda, nenda, fanya maombi naye akikusikia umempata huyo. Utukufu ni wako, Muumbaji wa vyote. Heshima nazo nguvu zote ni zako Bwana. Unastahili kuabudiwa wewe pekee Mungu. Uliviumba vyote kwa kutamka vikawa, vyenye uhai navyo visivyo na uhai. Sifa ni zako wewe Bwana, uliye mwenye enzi. Enzi yote ni yako, Mfalme wa wafalme. Nani wa kufanana na wewe Mungu Baba? Wa kuabudiwa ni wewe milele.
yote ni yake, ni mfalme wa wafalme, nani wa kufanana naye, Mungu Baba wa kuabudiwa ni yeye milele na milele. Utukufu ni wako, Muumbaji wa vyote, heshima nazo nguvu zote ni zako Bwana. Unastahili kuabudiwa wewe pekee, Mungu. Sasa na kwa nyimbo hizo mbili, wimbo unaofuatia sasa unasema kisa cha wale wakoma 10 walioponywa. Mmoja alirudi kutoa shukrani. Nafahamu katika Luka 17 Yesu alitoa tukio kubwa lilitokea, watu 10 waliponywa ukoma, lakini mmoja tu ndiye alirudi kutoa shukrani, naye alikuwa Msamaria. Mtazamaji, sikiliza maneno ya wimbo huo. Kisa cha wale wakoma 10 waloponywa na Yesu. Walio 9 waliondoka pasipo na kushukuru. Ukoma wao ukarudi, lakini yule wa 10 aliazimia kurudi kwa Yesu na kutoa shukrani. Binti aliyeteswa zamani kwa dhambi na mapepo, alipoponywa na Bwana Yesu hakuondoka kabisa. Mariamu aliazimia kuonesha upendo kwa Mungu, akarudi kumshukuru Yesu kwa kupaka mafuta. Hatuna budi kumshukuru kwa yote atendayo maishani mwetu kila siku, mema au ni mabaya. Tutapata baraka tele kutoka mbinguni kwake Baba. Ameahidi kwa watu wake wanaomwamini. Asante sana waimbaji kwa wimbo huu. Mpendwa mtazamaji, kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Naelekea mwisho kabisa wa kipindi chetu Tuimbe Pamoja siku ya leo. Siku ya leo tumebarikiwa sana na kwaya ya Kamnyonge
kutoka kanisa la Sabato Kamnyonge katika mji wa Msoma. Natupatia nyimbo nzuri sana na tamu. Mungu aendelee kuwabariki, bariki huduma yao na bariki kanisa la Kamnyonge, maelfu yote kuokolewa kupitia kwa kazi yao. Na sasa tunamalizia na wimbo wa mwisho unasema, natamani kujifunza miguuni pa Yesu, maneno yenye uzima, maneno ya wokovu, nimeamua kuwa mtoto wake. Mtazamaji, na kuacha na wimbo huo makini kabisa. Na mimi sina la ziada siku ya leo, kama ilivyo ada mtashiriki kipindi hiki Mathias Mavanza. Tukutane tena wiki ijayo. Natamani kujifunza miguuni pa Yesu, maneno yenye uzima, maneno ya wokovu, yanipa tumaini la uzima wa milele. Nimeamua kuwa mtoto wake. Natamani kujifunza miguuni pa Yesu, maneno yenye uzima, maneno ya wokovu, yanipa tumaini la uzima wa milele. Nimeamua kuwa mtoto wake. Nifundishe Yesu nikujue, niyashike maagizo yako, niwe wako nikutumikie siku zote milele hata milele. Nifundishe Yesu nikujue, niyashike maagizo yako, niwe wako nikutumikie siku zote milele hata milele. Alishuka toka juu kuja kuniokoa, mimi niliye mdhambi niupate uzima. Upendo wa namna gani yeye kunifilia, nimeamua kuwa mtumishi wake. Alishuka toka juu kuja kuniokoa, mimi niliye mdhambi niupate uzima. Upendo wa namna gani yeye kunifilia, nimeamua kuwa mtumishi wake. Nifundishe Yesu nikujue, niyashike maagizo yako, niwe wako nikutumikie siku zote milele hata milele. Nifundishe Yesu nikujue, niyashike maagizo yako, niwe wako nikutumikie siku zote milele hata milele. Nakusihi ewe mpendwa, jisalimishe kwake, yeye atakuonyesha yale yaliyo mema yakupasayo kutenda, upate okolewa. Taji ile ya uzima ya kungoja.
nakusihi ewe mpendwa, jisalimishe kwake, yeye atakuonesha yale yaliyo mema yakupasayo kutenda, upate okolewa. Taji ile ya uzima ya kungoja. Nifundishe Yesu nikujue, niyashike maagizo yako, niwe wako nikutumikie siku zote milele hata milele. Nifundishe Yesu nikujue, niyashike maagizo yako, niwe wako nikutumikie siku zote milele hata milele. Siku zote milele hata milele. Siku zote milele hata milele. Thank you.